Hello, habari mpendwa mtazamaji wangu wa chaneli ya Dr. Mary. Karibu sana katika chaneli hii. Kama wewe ni mara kwanza unaungana na mimi katika video hii, na kuomba subscribe, share video na wengine wakajifunze hiki ambacho nenda kukufundisha. Na karibisheni nyote, na namshukuru Mungu siku ya leo tumeweza kuonana tena katika darasa hili pendwa, darasa ambalo nitakufundisha vitu vizuri sana ambavyo vya kiasili na vyenye nguvu katika mazingira yetu. Mazingira yetu yamezungukwa na vitu mbalimbali, vitu vingi sana tunakuwa hatuvifahamu na tumekuwa hatuvifuatilii katika mazingira yetu. Naenda kufundisha namna ya kutumia mti wa mbaazi. Nadhani wengi wanafahamu mti wa mbaazi ni mmea ambao unasaidia sana vitu vingi sana. Ni mmea ambao tunatumia mbegu zake kama chakula, tunatengeneza mboga na pia inatengenezwa vitu vingi sana, mbegu za mbaazi na tunda zake. Lakini leo naenda kufundisha namna ya kuzuia ubaya, kuzuia uchawi katika nyumba yako, kuzuia nuksi na mikosi katika nyumba yako kwa kutumia shina la mbaazi. Shina la mbaazi ni shina ambalo lina nguvu, shina ambalo linasaidia sana katika kukinga wewe nyumbani kwako na nguvu mbaya au nguvu hasi ambayo inaweza ikasababishwa na mtu au kuletwa na kitu chochote ndani. Unafanyaje? Unatakiwa utafute mbaazi. Mbaazi huo ukisha utafuta, cha kwanza kabisa unatakiwa uende na jogoo. Katika mmea wa mbaazi ni mmea ambao unalindwa na viumbe. Kwa mmea wa mbaazi huwezi kwenda kukata tu hivi hivi, lazima kwanza ukaombe hapo, ukaombe mizimu na viumbe ambao katika huo mmea wa mbaazi. Kwa unaenda kutia nia yako, unaenda na udi 3. Unaenda na udi zako 3. Ukishaenda na udi 3, ukifika pale utaziwasha zote. Ukimaliza kuwasha zote utatia nia yako. Ukishamaliza kutia nia yako, utakata shina hilo la mbaazi. Hilo shina la mbaazi utalichukua na kuja nalo nyumbani kwako. Utaacha hizo udi zikiendelea kuwaka hapo, wewe utakuja nyumbani pamoja na hilo shina la mbaazi. Ukifika nyumbani unafanyaje? Unatakiwa uweke kwenye kona ya nyumba yako. Kama ni sebuleni, kama ni chumbani kwako, hakikisha unasimamisha katika kona ya nyumba yako ambayo iko katika upande wa mashariki, kwa ajili ya kulinda nguvu mbaya isiweze kuingia nyumbani kwako na mchawi asiweze kuingia nyumbani kwako. Hii ni njia ya kujilinda na ubaya katika mji wako kwa kutumia shina la mbaazi. Kwa hiyo mbaazi una nguvu sana, na pia mbaazi huu ukichukua mizizi yake miwili ya mbaazi, labda una safari yako unaenda mbali, hujui unarudi salama au vipi, una wasiwasi na hiyo safari. Kwa hiyo hakikisha umebeba mbaazi. Unabeba mbaazi mizizi yake miwili, utafunga katika nguo. Kama huna nguo basi utaweka kwenye pochi kwa ajili ya kujilinda njiani na kitu chochote kibaya, au kama kuna mtu anataka kufanyia kitu kibaya, basi itakusaidia wewe kukulinda na vitu vibaya njiani, na utaenda safari yako utarudi salama kabisa. Kwa hivyo hayo ni maajabu ya mti wa mbaazi katika kutumia shina lake na katika kutumia mizizi yake. Vyote vina nguvu, lakini hapa nimekufundisha nguvu mbili za mizizi ya mbaazi pamoja na shina lake. Utaweza kutumia sana sana mbaazi na kuletea matokeo mazuri, matokeo ambayo yatakusaidia wewe katika changamoto nyingi mbalimbali. Nitakuja kuwaletea madarasa mengine ya nini ufanye ikusaidia kwa kutumia mmea wa mbaazi. Mimi naitwa Dr. Mary, ni mtabibu wa tiba asili. Nakuomba subscribe, share video, toa maoni yako kwenye comment na uweze kulike video hii. Mpendwa mtazamaji wangu, wewe ambao unasumbuliwa labda na changamoto ya afya, changamoto katika mazingira yako ya kazi, mazingira unayoishi, unatengwa na ndugu, usikilizwi na watu,
Karibu sana, nitaweza kusaidia changamoto yako popote ulipo. Mimi naitwa Dr. Mary, tutaonana katika darasa lingine na nakushukuru sana kwa kutazama video hii. Nitakuwekea hapo namba ili uweze kuchukua na kufanya mawasiliano moja kwa moja kwa changamoto yoyote ambayo inakusumbua. Karibu sana mpendwa mtazamaji wangu, tutaonana katika video nyingine na asante na kushukuru sana.